Kutoka mji wa hasara mpaka mji wa faida. Asili ya jina la kata ya Makongolos linatokana na neno la Kiingereza making loss, ambalo linahusiana na historia ya shughuli za uchimbaji madini katika eneo hili. Wakati wa ukoloni, Waingereza walifanya uchimbaji wa madini katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, ikiwemo Makongolos. Katika baadhi ya maeneo, shughuli hizi zilikuwa na changamoto na hasara, na hivyo neno making loss likawa linatumika kueleza hali hiyo. Baadaye neno hili liligeuzwa na kutumika kama jina la eneo hili, na hivyo kuwa Makongolos. Kata hii ipo kilomita 38 kutoka makao makuu ya wilaya ya Chunya. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, kata ya Makongolos ina wakazi wapatao 23,787, wanawake wakiwa 11,663 na wanaume 12,124. Kata ya Makongolos haijasahaulika na serikali ya awamu ya 6 katika uboreshaji wa miundombinu kwenye sekta ya elimu, afya, maji, umeme na miundombinu ya barabara, ikiwa ni pamoja na uwepo wa taa za barabarani. Uwepo wa kituo cha afya cha kisasa chenye miundombinu rafiki na vifaa tiba kimerahisisha sana upatikanaji wa huduma za afya kwa wakazi wa kata ya Makongolos na kata nyingine zinazounda mamlaka ya mji mdogo wa Makongolos, na kupunguza adha kwa wananchi kwenda kufuata huduma za afya katika hospitali ya wilaya kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Mheshimiwa Kasim Haule ni diwani wa kata ya Makongolos, na hapa kwa niaba ya wananchi wa Makongolos anafafanua zaidi. Madarakani 2020, kwanza kabisa nilipokea fedha milioni 40 ambazo tulipata kwenye shule ya Kilombero. Tumejenga pale madarasa mawili na ofisi moja, na yote yamekamilika na watoto wanaendelea kupata elimu. Lakini pia nimeenda ndani ya 2025 nilipata fedha milioni 100, nimejenga shule ya Machinjioni ambayo inaitwa Moja Tu. Tumejenga madarasa 5 na shule hii imekamilika na watoto wanasoma, na tumeenda zaidi kuona kuwa tumetekeleza zaidi na shule imesajiliwa. Kwa hiyo shule inaitwa Moja Tu, imesajiliwa, ni shule kamili. Lakini pia hatujaishia hapo. Ndani ya miaka hii 5 kwenye kata yangu tumeenda mbali zaidi kule Kalungu, ambako hawakutegemea wananchi wetu wa Kalungu, kitongoji cha Kalungu, kuwa watapata shule. Lakini ndani ya miaka hii 5 nilipata milioni 60 za serikali. Tumejenga pale madarasa 3, na mimi diwani pamoja na wananchi wangu tukaongezea, yamekamilika, yamekuwa 5. Hivi sasa hizi shule nayo watoto imekamilika, wanasoma, na shule imesajiliwa, imekuwa shule ya Kalungu Juu, imekamilika kuwa shule kamili. Lakini sijaishia hapo. Ndani ya miaka hii 5 tumeenda kujenga pale darasa moja pale Mwaoga. Tulitumia milioni 12,500. Hilo darasa limekamilika, ambalo mdau wetu mmoja anaitwa Maleke alinisupport mimi diwani wake pale, tukamekamilisha darasa moja na watoto wanasoma. Lakini pia hatujaishia hapo. Tumeenda kujenga shule ya kisasa. Nikisema shule ya kisasa, maana yake katika wilaya ya Chunya ni shule 2 tu zimejengwa ndani ya wilaya, ikiwemo na mimi kwenye kata yangu ya Makongolos. Kuna shule inaitwa Amani, nilipokea fedha za serikali milioni 538 na 500,000. Tumejenga shule pale ya kisasa kabisa ambayo inapatikana kwenye kata yangu mimi ya Makongolos, na ile shule imekamilika na watoto wanasoma, huduma zote zinaendelea. Lakini pia hapo kwenye elimu, ndani ya miaka hii 5 pale shule ya Nyerere nilipata hela za serikali milioni 12,500. Tumejenga darasa moja na darasa hilo limekamilika na watoto wanasoma. Lakini pia tunaendelea, utekelezaji unaendelea kwenye kata yangu, ndio wananchi waone kuwa tumefanya kazi gani kwenye kata hii ya Makongolos. Pia tena nilipokea fedha za matundu ya vyoo kwenye shule ya Umoja, nilipata milioni 15. Tumejenga matundu yote ya choo yamekamilika na watoto wanaendelea kuyatumia safi. Lakini pia
Na tunapongeza serikali yangu tena iliniletea fedha shilingi milioni 15 kwenye shule ya Kalungu Juu ya vyoo, na vyoo tumejenga vimekamilika. Kwa hiyo namshukuru sana rais yangu Samia kwa kuliona hilo ndani ya elimu kwenye kata yangu tumetekeleza. Lakini pia nikapokea milioni 6,500,000 kwenye shule ya Kilombero, na penyewe tumejenga vyoo vimekamilika. Naishukuru sana serikali yangu. Lakini pia tumepokea tena milioni 6 kamili shule ya Nyerere ya kukamilisha matundu ya vyoo, na vyoo vimekamilika na watoto wanavitumia. Kwa nadhani kwenye swala la elimu nimeupiga mwingi kwenye kata yangu ya Makongolosi, hususan kwa serikali yangu iliyokuwa madarakani ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu. Kwa kweli wamenitendea haki kwenye kata hii ya Makongolosi. Lakini pia sijaishia hapo. Mimi nimeingia madarakani nimekuta kata yangu haina sekondari, nikakaa na wananchi wangu na wadau tukaamua tujenge sekondari. Paka sasa hivi ninavyozungumza sekondari tumejenga vyumba 4 vya madarasa vimekamilika, lakini pia na jengo la utawala nalo limekamilika, bomba limekamilika. Ndugu mwandishi wa habari, tunaingia madarakani tulikuwa tuna kituo cha afya, tulikuwa na zahanati. Lakini ninavyozungumza na nyie hivi sasa hizi tuna kituo cha afya hapa Makongolosi, kinatoa huduma safi na wananchi wetu wananeemeka na huduma ya kituo cha afya. Kwa huduma za afya zinaendelea vizuri, na mochwari ilikuwa ni hadisi. Ndugu mwandishi wa habari, wananchi wetu hapa mtu akifariki tunapeleka mwili Chunya, lakini leo tunanufaika kituo cha afya hapa kina mochwari, tunatunza hapa. Aidha, Mheshimiwa Kasim anaeleza namna ambavyo wananchi na wadau mbalimbali wa maendeleo wamekuwa wakiunga mkono juhudi za serikali katika kujenga na kuibua miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na uchimbaji wa visima na miradi mingine mingi kwa ajili ya kuijenga Makongolosi bora. Nizungumzie swala maji. Tunaingia madarakani, maji yalikuwa ni adimu hapa Makongolosi, lakini tuishukuru serikali ya Mama Samia ilituletea fedha bilioni 2.2 ambazo zimetusaidia kutoa maji kwenye chanzo visima vyetu kule Iringa kutuletea hapa Makongolosi. Hivi saizi huduma ya maji inaendelea vizuri, wananchi wa kata ya Makongolosi wanapata maji salama, na huduma ya maji imewasaidia wakina mama kuwatoa ndoo vichwani. Lakini pia nitoe hapo hususan maji kweli tunayopata, lakini kuna sehemu zingine maji hajafika, tunaendelea kusambaza kwa sababu kikubwa tumepata maji, kwa usambazaji unaendelea. Kwa ambazo sehemu ambazo hajafika maji atafika, waendelee kutuamini. Miundombinu ya barabara, hivi ninavyozungumza waandishi wa habari, barabara kutoka Makongolosi kwenda Kalungu tumelima safi na inapitika vizuri. Barabara kutoka Makongolosi kuunganisha na wilaya mpya ya Songwe tumelima, barabara iko vizuri, inapitika vizuri. Naishukuru serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na Dr. Samia. Namshukuru sana mama, ameiona kata yangu kwa masuala ya barabara yanaenda vizuri. Na mimi niseme vitongoji vyangu vyote vya kata ya Makongolosi vinaunganisha kata ya Makongolosi maana na vitongoji 14 vyote vinawaka umeme, na umeme wananufaika wananchi wangu safi. Ujenzi wa soko la matunda na mboga Makongolosi unatajwa kuwa mkombozi wa wananchi wa jasiriamali wa kata hiyo, ambapo soko hilo linakadiriwa kuwa litachukua wafanyabiashara zaidi ya 150 kwa wakati mmoja. Nimepata milioni 54 nimepewa hapa kwenye kata yangu, na nimejenga soko la kisasa la kuuzia matunda na mboga na mahindi na biashara zingine. Hilo soko limekamilika. Taa za barabarani wananchi wangu wamenufaika sana. Yaani katika wanaotumia taa vizuri katika wilaya ya Chunya ni kata ya Makongolosi. Ndio mjue kuwa diwani ni muelewa ambaye amewapa elimu wananchi wake kufanya ujasiriamali kwa muda wote. Hizi taa, ndugu waandishi wa habari, kwa kweli zinafanyiwa haki kwenye kata yangu ya Makongolosi. Wananchi wangu wananeemeka na hizo taa, wanafanya biashara masaa 24. Cleophas Alois Shauritanga ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Bwawani. Anaeleza juhudi zilizofanywa na serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha wananchi wa kata ya Makongolosi wanapata huduma bora, ikiwemo mazingira wezeshi ya kufanya biashara, ujenzi wa miundombinu ya elimu, afya, maji, umeme
pamoja na ulinzi na usalama wa raia na mali zao unazingatiwa. Kwanza tumshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kujali wananchi wake, hasa miradi ile ya kimkakati yote imetekelezeka kwa asilimia, naweza nikasema 100%. Hii Makongolosi ilikuwa ni kata moja, Mkola, Bwawani, Matundasi. Ile unayoiona Itumbi yote ilikuwa ni Makongolosi. Nikizungumzia swala la mamlaka ya mji mdogo, hususan Makongolosi na Matundasi, kwa ujenzi wa barabara na tukafaidika na taa za barabarani. Sisi tulioko hapa Makongolosi na Bwawani, taa za barabarani tunazitumia ipasavyo, kwa sababu ni fursa imekuja, imefungua kipato cha wajasiriamali wadogo wadogo. Wanafanya biashara barabarani hapa mpaka saa 8 usiku, kuanzia saa 1 jioni jua linavyozama mpaka saa 8 usiku wanauza na watu wananunua, na wamama wengi wamejiingiza kwenye swala la ujasiriamali. Wanapika vyakula jioni, mtu akichelewa akitoka kazini saa 3 usiku, saa 5 anafika barabarani anapata chakula. Uboreshaji wa miundombinu umerahisisha sana shughuli za kiuchumi, ikiwemo ujenzi wa soko la matunda na mboga Makongolosi, jinsi ilivyorahisisha shughuli za wananchi kujipatia kipato ukilinganisha na awali ambapo soko hilo mazingira hayakuwa rahisi kwao. Wananchi wa kata ya Makongolosi wanaeleza jinsi soko hilo lilivyokuwa msaada kwao. Makongolosi ya sasa na ya zamani imekuwa kwa kiasi kikubwa tofauti na mwanzo. Moja, kwanza uchumi umekuwa, wafanyabiashara wameongezeka wengi tofauti na mwanzoni. Mimi mjasiriamali naona ni vizuri kwa sababu pia inatuongeza uchumi, watu tunazidi kujikizi mahitaji madogo madogo. Changamoto kama hizo zinakuwa kwetu hamna, kwa sababu tunafanya biashara vizuri, tunaikizi, tunasomesha kuhusu biashara zetu, tunakula, mahitaji madogo madogo yote tunayatimiza kwa wakati. Tumefanikiwa kuongezewa soko lingine ambalo ilikuwa ni changamoto kwa siku za nyuma katika upatikanaji wa maeneo ya kufanyia biashara, hususan hawa wa mama wajasiriamali au watu wajasiriamali wa biashara za mboga na matunda. Sasa kuongezwa kwa soko hili kumesaidia sana watu kupata eneo la kufanyia biashara. Makongolosi ya sasa na miaka 3 ya nyuma kwa kweli iko tofauti. Kwanza kwa miaka 3 ya nyuma kwanza hatukuwa na barabara ya lami. Kwa saizi sasa tunamshukuru Mungu tunayo barabara ya lami sasa, na pia ikiwa ni pamoja na hilo soko ambalo sasa limeongezeka au limeongezwa lililoko hapa ndani ya mamlaka ya mji wa Makongolosi. Pia katika soko hili tumefanikiwa kuletewa miundombinu ya maji, tumeweza kupatiwa maji. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jinsi ambavyo uongozi unazidi kujitahidi kutusogezea huduma karibu. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutekeleza jukumu lake la kujenga miradi ya maendeleo katika nyanja mbalimbali kwa wananchi wa kata ya Makongolosi na wananchi wa wilaya ya Chunya kwa ujumla. Lengo ni kuleta ustawi bora wa jamii ya Watanzania. Ni jukumu letu sisi wananchi wa kata ya Makongolosi na Tanzania nzima kuendelea kuitunza miundombinu yetu. Miradi iliyokuja kwenye kata zetu ili tija ya kujenga miradi na miundombinu hiyo ionekane kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.